Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel ya Mponda Media, karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia manafiu, yani manufaa ya kunywa maziwa, manufaa ya kunywa maziwa. Lakini nikuombe ndugu yangu mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Kadhalika nikuombe usisahau kumswalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Naam, ndugu zangu, wanasema wataalamu, wanasema wanawazuoni, kana sallallahu alayhi wa sallama yashrabu labana, alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama akinywa maziwa, khalisan taratan wa mashuban bilmai ukhra, mara nyingine alikuwa akinywa maziwa khalisan, masafi ambayo hayajachanganywa na maji, wa mashuban bilmai, na yaliyochanganywa na maji, ukhra, mara nyingine. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati alikuwa akinywa maziwa safi ambayo hayajachanganywa na maji, na kuna wakati alikuwa akinywa maziwa yaliyochanganywa na maji. Na wanasema wataalamu au ulamau, wanawazuoni, wa fi shurbi laban, na katika kunywa maziwa, na katika kunywa maziwa matamu, katika kunywa maziwa matamu katika miji yenye joto, katika miji yenye joto, wanasema khalisan wa mashuba, safi na yaliyochanganywa na maji, naf'un adhim, kunywa maziwa kuna manufaa makubwa kabisa, naf'un adhimun, manufaa makubwa. Manufaa haya fi hifdhi sihhati, katika kuhifadhi siha, katika kuhifadhi asiha kwa maana ya afya, wa tartibu albadan, na kurutubisha mwili, wa tartibu, na kufanya mwili uwe na rutuba, tartibu, mwili kuufanya kuwa na rutubisha, na kurutubisha mwili, yani kunywa maziwa kuna rutubisha mwili, ndugu zangu watazamaji. Warijil kabidi, warijil kabidi, na kuupa mwili maji, yani unapokunywa maziwa basi mwili wako ama ini lako linapata maji, au mwili wako kiujumla unapata maji, yani kunywa maziwa kunaupa mwili maji, mwili wako unakuwa una maji yanayotakikanwa. Wala siyama labana, na maziwa yaliyo bora, wala siyama labana, na haswa maziwa yaliyo bora, alladhi, ni yale ambayo, tar'a dawabuhu, wanyama wake, yale ambayo waliokula wanyama wake, ashaiha walqaisum walkhuzami. Wanasema na maziwa yaliyo bora ni yale ambayo wale wanyama wake, kama ni ngamia, kama ni ng'ombe, kama ni kondoo, kama ni mbuzi, lakini amekula mmea kama shaiha. Kuna mmea unaitwa shaiha, hata ukiutafuta Google utauona, ukiusearch Google unaitwa shaiha, na kuna mmea unaitwa qaisum, wal qaisum, manake kadhalika ni katika aina za mimea, wal khuzami, na kuna mmea unaitwa khuzami. Sasa maziwa yaliyo bora ni ya wanyama ambao wamekula mimea kama hiyo ambayo tumeitaja, wama ashbahaha, na ile inayofanana na mimea kama hiyo tuliyoitaja. Naam, wanasema wanawazuoni
ama wataalamu, fa inna labanaha, kwa hakika maziwa yake, yani wanyama waliokula mimea kama hiyo tuliyoitaja, basi maziwa yake ghidhaum ma'al aghdhiya, ni chakula pamoja na vyakula, wa sharabu ma'al ashriba, na ni kinywaji pamoja na vinywaji, wa dawau ma'al adwiya, na ni dawa pamoja na dawa, ni dawa pamoja na dawa. Kwa maana ndugu zangu watazamaji, maelezo haya yanatupa faida ya kwamba maziwa ni chakula, lakini pia maziwa ni kinywaji, lakini pia maziwa ni dawaun, maziwa ni dawa. Maziwa ni dawa ndugu yangu mtazamaji, na imepokewa hadithi na Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhuma, amesimulia kuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika ya mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, shariba labanan, alikunywa maziwa. Shariba labanan, kuna siku mtume alikunywa maziwa. Famadmada, kisha akasukutua. Waqal, na akasema, inna lahu dasaman, hakika ya haya maziwa yana mafuta. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, alhadithu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi hii inatufundisha kwanza adabu za kula, kwamba unapomaliza kula unatakiwa upige mswaki, usukutue ama upige mswaki, ili kusibaki vyakula katika mdomo wako ambavyo vitasababisha madhara, vitasababisha matatizo katika meno yako. Hadithi hii inatufundisha adabu katika vyakula, lakini kadhalika inatufundisha kwamba miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kunywa labanan, kunywa maziwa. Mtume alikuwa akipenda kunywa maziwa. Lakini pia kwenye kusukutua hapa, maana yake utasukutua, yani utakunywa maji, utasukutua yale maji mdomoni, kisha yale maji ndugu yangu mtazamaji, utayanywa yale maji, utakiwi kuyatema yale maji, utayanywa ndugu yangu mtazamaji. Hiyo ni sunna miongoni mwa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hiyo ni miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yale maji utasukutua kisha utakunywa. Kisha Mtume akasema inna lahu dasaman, kwa sababu haya maziwa yana mafuta, na haswa maziwa ya ng'ombe. Haswa maziwa ya ng'ombe ni maziwa ambayo wanasema wataalamu yana mafuta sana. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, hii ni sehemu ya kwanza ya maudhui yetu, tukizungumzia manufaa ya kunywa maziwa, lakini usikose mwendelezo wa darsa zetu ambazo tutakuja kuzungumzia faida za kunywa maziwa ya ngamia, lakini faida za kunywa maziwa ya ng'ombe, faida za kunywa maziwa ya kondoo, na faida za kunywa maziwa ya mbuzi. Kunywa maziwa ndugu zangu kuna faida nyingi sana, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akipenda kunywa maziwa. Mtume alikuwa akipenda kunywa maziwa safi, na wakati mwingine akinywa maziwa yaliyochanganywa na maji. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee maradhi ya kichawi katika miili yetu, atuondoshee maradhi ya kishetani, atuondoshee maradhi yanayosababishwa na hasad, atuondoshee maradhi yanayosababishwa na vijicho, na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho uliokuwa mwema. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala awasamee madhambi Waislamu wenzetu waliotangulia mbele za haki, na sisi tuliobaki hai duniani, Mwenyezi Mungu atujalie mwisho uliokuwa mwema. Lakini wale Waislamu wenzetu walioko mahospitali ambao kuwa wanaugua, Allah Subhanahu wa Ta'ala awaondoshee maradhi kama alivyomuondoshea mtume wake Ayubu
ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kushare na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.